Idara ya udhibiti ubora wa elimu katika halmashauri ya mji wa Mbinga imetoa maelezo kwa wananchi na wadau wa elimu kuhusu majukumu yake, ikisisitiza umuhimu wa usimamizi mzuri wa elimu ili kuboresha viwango vya ufundishaji na ujifunzaji mashuleni. Maafisa udhibiti ubora wa elimu halmashauri hiyo wamesema kuwa idara hiyo inahakikisha shule zote zinazingatia viwango vya elimu vilivyowekwa na serikali kwa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara ili kubaini changamoto na kutoa mapendekezo ya maboresho kama wanavyoeleza. Jina langu ni Ana Mary Sixmund Luambano. Ni afisa mdhibiti ubora wa shule katika halmashauri ya mji wa Mbinga. Leo niko hapa ili niweze kuelimisha umma kuhusu idara ya udhibiti ubora wa shule, na ningependa jamii, hasa jamii ya Mbinga mji, iweze kuitambua idara ya udhibiti ubora wa shule iko wapi, ofisi zao na majukumu yao ni nini, na wanatija gani katika mfumo mzima wa elimu. Kwanza nipende kuelekeza umma mahala ambapo ofisi ya udhibiti ubora wa shule ilipo. Ipo katika barabara ya CRDB Bank. Mbele kidogo utakutana na zahanati ya umati. Baada ya hapo, baada ya zahanati ya umati, utakutana kuna uzio. Ndani ya uzio kuna ofisi ya TAKUKURU na ofisi ya udhibiti ubora wa shule. Ninaelekeza mahala ofisi ilipo ili wadau wetu wa elimu wakiwa na changamoto yoyote waweze kufika kwa urahisi, nasi tuwasaidie kutatua changamoto zao. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ina idara zake kadhaa. Idara mojawapo ni idara ya udhibiti ubora wa shule. Nieleze moja kwa moja majukumu ya idara ya udhibiti ubora wa shule. Jukumu la kwanza kabisa, kama neno lenyewe udhibiti linavyojieleza, ni kuthibitisha ubora wa shule. Popote pale ambapo pana shule, basi wadhibiti ubora wa shule wanakwenda ili waweze kuthibitisha viwango vya ubora wa shule, viwango vya ubora wa elimu vinavyotolewa katika shule husika. Na idara hii inahusika hasa kuangalia viwango vya elimu vinavyotolewa katika taasisi mbalimbali, ikiwemo shule za awali, shule za msingi, shule za sekondari, vyuo vya ualimu, vyuo vya maendeleo ya wananchi, shule huria, pamoja na vituo vya elimu ya watu wazima. Kwa hiyo idara hii inashughulika na maeneo hayo. Katika kufuatilia ubora wa elimu inayotolewa, ni kwa nini basi idara hii imewekwa? Idara hii imewekwa iwe jicho la Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwa sababu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia yenyewe ndio inaandaa sera ya elimu na mafunzo. Baada ya kuandaa sera ya elimu na mafunzo, inaandaa miongozo. Inaandaa kanuni, inaandaa na sheria ya namna ya kutekeleza hiyo sera. Watekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo wa juu kabisa ni Wizara ya TAMISEMI, ambayo inatekeleza chini ya mkurugenzi wa elimu. Lakini ngazi inayofuatia katika kusimamia utekelezaji ni ngazi ya mkoa, ambapo katika ngazi ya mkoa kuna afisa elimu wa mkoa ambaye anahakikisha kwamba au anasimamia utekelezaji wa sera katika ngazi ya mkoa.
Lakini watekelezaji wengine ni katika ngazi ya halmashauri, ambapo katika ngazi ya halmashauri kuna maafisa elimu wa msingi na sekondari. Lakini tukitoka katika ngazi hiyo ya halmashauri, basi tunaingia katika ngazi ya kata, ambapo kuna maafisa elimu kata ambao nao wanazisimamia shule katika kata zao. Kila afisa elimu kata ana shule kadhaa anazozisimamia kulingana na maeneo yalivyogawanywa. Kwa hiyo tukitoka katika ngazi ya kata, tunakuja sasa moja kwa moja katika ngazi ya shule, ambapo nao wanahusika sasa kabisa kwa vitendo, wanatekeleza sera kwa kutekeleza mtaala wenyewe, kwa kuzingatia kama mwanzo nilivyosema, kwa kuzingatia ile miongozo. Wao sasa ndio wanaitumia ile miongozo, lakini wanazingatia sheria na kanuni ambazo zimewekwa katika kutekeleza huo mtaala. Ili kujiridhisha kwa namna gani, kwa kiwango gani hizi shule zinatekeleza, basi wadhibiti ubora wa shule huenda katika maeneo husika na kuangalia namna ambavyo hiyo sera inatekelezwa. Sasa ni namna gani basi tunaangalia namna hiyo sera inavyotekelezwa? Tunazo namna mbalimbali ambavyo tunafanya. Kitu cha kwanza cha msingi kabisa, tunafanya ziara ya kwenda katika shule husika, chuo husika, ili kufanya tathmini ya jumla. Tunapozungumzia kufanya tathmini ya shule ya jumla, maana yake tunaangalia maeneo yote muhimu ambayo kimuundo yameainishwa. Yako maeneo 8 muhimu ambayo yameainishwa, ambayo baadaye tutayafafanua vizuri zaidi eneo moja baada ya jingine. Kwa hiyo tunasema ni jumla kwa sababu tunayapitia maeneo yote hayo 8 muhimu, ambayo hayo maeneo 8 muhimu yakitekelezwa ipasavyo ndio yanaleta kiwango kinachohitajika cha ubora wa shule. Kwa hiyo lazima tupitie hayo maeneo. Lakini hatufanye tu tathmini ya jumla, pia tunafanya tathmini ya ufuatiliaji. Kwa maana ya kwamba baada ya kufanya tathmini ya jumla, tunatoa maoni, tunatoa mapendekezo ya maboresho kwenye maeneo yale ambayo yanahitaji kufanywa maboresho ili viwango vilivyokubalika viweze kufikiwa. Kwa hiyo tunapotoa maoni na mapendekezo kwa wadau wahusika, tunatarajia kwamba wafanye marekebisho. Kwa hiyo baada ya kipindi cha si chini ya miezi 3, tunarudi tena katika shule ambayo tayari tulishaifanyia tathmini ya jumla. Kwa hiyo tunaangalia tena kwa mara nyingine, hasa katika maeneo yale ambayo yalionekana kwamba yana mapungufu. Tuone kama wamezingatia ushauri wetu, wametekeleza kwa kiwango gani wametekeleza. Kama wametekeleza, basi shule sasa itakuwa imeboresha utendaji wake. Kama shule ilipata kiwango cha alama inaridhisha, basi tutegemee kwamba itapata kiwango cha nzuri kadiri ya viwango ambavyo vimewekwa na wizara. Kwa hiyo ni aina ya pili ya namna ambavyo tunafanya tathmini. Namna ya 3 au aina ya 3, tunafanya pia tathmini maalum. Hizi tathmini maalum ziko za aina mbalimbali. Tunaziita ni tathmini maalum kwa sababu zenyewe zinakuwa na mambo au na jambo maalum linalo tusukuma kwenda kufanya hiyo tathmini. Ni tathmini ambayo haiko kwenye mpango, huwezi ukapanga kwa sababu ni kama tukio ambalo linajitokeza bila kutarajia. Kwa hiyo hatulipangii mpango kazi kwamba tutafanya maalum hii na hii na hii. Hiyo popote itakapotokeza, hapo lazima tuifanyie maalum. Kwa mfano, kuna wanafunzi labda wamegoma katika shule fulani. Kwa hiyo hatuwezi tukaacha. Lazima tuende tukafanya tathmini maalum ili tuweze kujua kwa nini wanafunzi wamegoma, nani alisababisha huo mgomo, tupate majibu na tupate suluhu ya namna ya kurekebisha hiyo hali ambayo imejitokeza.
Maalum nyingine inaweza ikawa inatokana na tuhuma mbalimbali. Shule inaweza ikatuhumiwa, walimu wanaweza katuhumiwa, mkuu wa shule anaweza katuhumiwa kwa jambo fulani. Sasa hatuwezi kuzibeba zile tuhuma kama zilivyo tukaziamini tu. Lazima tuende sasa tukahakiki kuona kwamba zile tuhuma zina ukweli kiasi gani. Na sisi tunaelewa namna ya kujaribu kufuatilia ili kuweza kuona hizo tuhuma zina ukweli kiasi gani. Tuna namna maalum ambayo tunafanya hiyo tathmini. Lakini pia kuna maalum nyingine ambayo naomba jamii hapa inielewe vizuri sana. Hiyo maalum inahusiana na swala la uanzishaji wa shule pamoja na usajili wa shule. Tunajua kwamba shule nyingi zimekuwa zikianzishwa, tunashukuru wananchi ambao wanajitolea kwa sababu wanakuwa wamesaidia serikali, sababu tunajua kwamba serikali haiwezi kufanya yenyewe kila kitu. Lakini tunashukuru kwamba kuna wadau ambao wameona kuna umuhimu wa kuanzisha shule, lakini hatuwezi tukaacha hizo shule ziendeshwe kiholela. Kwa hiyo kuna utaratibu wa kuanzisha na kusajili shule. Nipende kutoa wito kwa wadau wote wanaotaka kuanzisha na kuendesha shule au wengine wameshaanza, tunawaalika kabla hawajaendelea katika hatua yoyote waje kwanza katika ofisi yetu ili tuwaelekeze vigezo vya uanzishaji wa shule na usajili wa shule. Ili asitumie muda mwingi, asitumie rasilimali nyingi bila kujua anachokifanya kama kinakidhi vigezo vya wizara. Kwa hiyo akija kwetu tutawaelekeza vile vigezo vyote vinavyotakiwa, aina ya majengo yanayohitajika, ukubwa wa eneo linalohitajika na mambo mengine yote ambayo sisi kama wataalamu tunafahamu kama vigezo vya kuanzisha na kuendesha shule. Kwa hiyo tunachukua fursa hii kwa kweli kuwakaribisha, ofisi yetu iko wazi, uweze kufika hata kama una wazo tu, ukifika tutakuelekeza ili uweze kujua kama hilo wazo lako unaweza ukaendana nalo au la. Lakini pia kazi nyingine ambayo tunaifanya au tathmini nyingine tunayoifanya, tunafanya tafiti tatuzi. Tafiti tatuzi maana yake tunafanya tafiti kutokana na tatizo lililojitokeza katika maeneo ya kazi ambayo tunayafanya. Sisi tunayafanyia kazi, yaani katika hizo shule. Tunapoendelea kufanya kazi, tunaweza kukutana na changamoto au tunaweza tukagundua kuna tatizo hapa linajitokeza. Sasa kwa kuangalia tu lile tatizo au kwa kugundua lile tatizo, tunaweza tusijue kwa nini tatizo lipo. Kwa hiyo lazima tufanye utafiti wa kisayansi wa eneo lile ambalo tumebaini lina tatizo. Kwa hiyo tunafanya huo utafiti, hapo ndo tunagundua chanzo cha tatizo na pengine tunaweza tukagundua hata namna ya kutatua hilo tatizo. Tunaandika taarifa, kwa hiyo tunawaandikia wadau ambao wanahusika sasa moja kwa moja na kutatua hilo tatizo ili hilo tatizo liweze kuisha. Lakini kule katika shule zetu kuna wadhibiti ubora wa shule wa ndani. Wao pia na wenyewe wanatathmini shule. Kila shule inakuwa inajitathmini yenyewe. Inapitia maeneo 8 ambayo nimesema kwamba baadaye tutayafafanua. Inajitathmini yenyewe kwa kupitia hayo maeneo 8. Inaangalia kila eneo wao wapo kwenye kiwango gani cha ubora katika kila eneo. Kwa hiyo ikishafanya tathmini pia na yenyewe inatoa ripoti kwenye shule na wanatoa na mapendekezo yao ya namna ya kurekebisha. Kwa hiyo sisi tunapofika pale tunaangalia wao pia walitathmini vipi shule yao katika kila eneo na sisi tunajiridhisha. Ndio maana tunaitwa wadhibiti, tunakuja kudhibitisha hiki wenzetu ambacho wamekitathmini bado kiko vile vile kama wao walivyoona au kuna maboresho wamefanya na sisi tumeona nini na sisi tuweze kushauri. Kwa hiyo ni hatua nyingine. Sasa katika zile timu za ndani zinazofanya tathmini ya shule, maafisa elimu kata ni miongoni mwao. Kwa hiyo maafisa elimu kata wanatakiwa kushirikiana na zile timu za ndani za shule zake, sababu afisa elimu kata anakuwa na shule kadhaa katika kata. Yeye ndio kiongozi wao. Ambapo kila shule inakuwa na mkuu wa shule au mwalimu mkuu, lakini yeye ndio kiongozi mkuu katika kata. Kama kuna shule 4 basi yeye ndio kiongozi wao pale. Kwa hiyo yeye ndio anatakiwa sasa azitathmini shule zake, ashirikiane na zile timu za ndani kutathmini ubora wa shule zake, na kama kuna maeneo yana changamoto waweze kuzitatua.
Tunashukuru sana serikali kupitia Wizara ya Elimu, kwa kweli imeandaa mfumo wa kuwaendeleza walimu kazini. Kwa kifupi inaitwa MEWAKA. Na serikali imetoa hela nyingi sana kwa ajili ya kununua vifaa ambavyo vinawekwa katika hizo vituo hivyo. Na pengine maeneo mengine imejenga vituo kabisa, imekamilisha. Vituo ambavyo walimu wanatakiwa wakae kwa pamoja, wakibaini changamoto za utendaji kazi katika ufundishaji na ujifunzaji, basi wakutane kwa pamoja waweze kufundishana, kuelekezana wao kwa wao, kwa sababu walimu tunaamini wana vipaji tofauti. Kuna mwingine anafahamu hili, mwingine hili alifahamu. Wakikutana kwa pamoja wanaweza kutatua zile changamoto. Lakini kama inatokea kwenye hiyo kata wamegundua hiyo changamoto, wameshindwa wao kuitatua, basi afisa elimu kata ana wajibu wa kuileta hizo changamoto kwetu sisi na kutualika, ili tuweze kwa kutumia hizo MEWAKA au hivyo vituo tuweze kwenda kuwasaidia walimu wengi kwa wakati mmoja, kuliko wakisubiri mpaka sisi tunapokwenda kwenye mpango wetu wa kazi. Sasa sisi tunakwenda kwenye shule moja tunakaa siku 3, tunakwenda shule nyingine tunakaa siku 3. Sasa kama hiyo changamoto iko kwenye shule kuanzia mwezi Januari wameigundua, lakini sisi kwenye mpango wetu labda tunataka kuiendea hiyo shule labda mwezi wa 6 au mwezi wa 7, watakana hiyo changamoto, ina maana taaluma pale itakuwa inafanya nini? Inashuka, kwa sababu kuna changamoto ambayo wameshindwa kuitatua wao, lakini wanajua kabisa sisi tupo, tungefika mapema tungeweza kuitatua. Kwa hiyo tunawaalika maafisa elimu kata wote katika halmashauri ya Mbinga mji waweze kufika katika ofisi zetu, ili tuweze kusaidiana katika changamoto wanazokabiliana nazo walimu pale shuleni, na mwisho wa siku tuweze kuboresha viwango vya taaluma ambavyo kila mmoja anatarajia, serikali inatarajia, wazazi wanatarajia, ili na wanafunzi wenyewe wanatarajia kwa kweli waweze kupata elimu iliyo bora, sio kupata bora elimu. Kila mtu anatarajia apate elimu bora, ndio maana serikali imeanzisha hiyo miundo yote ili utoaji wa taaluma uweze kuwa bora. Lakini tunatoa mrejesho pia kwa wazazi, tunatoa mrejesho kwa wenye shule. Kwa shule za serikali wenye shule ni mkurugenzi wa halmashauri, lakini kwa shule binafsi wenye shule ni wale ambao wamezianzisha shule kama miradi yao. Kwa hiyo tunatoa taarifa kamili ya hali halisi ambayo tumeibaini katika ile shule, na mapendekezo yake yote tunakuwa tumeelekeza pale. Sasa tuwafafanulie kidogo ili iwe rahisi. Kwa hiyo namkaribisha mwenzangu Mr. Mbalamwezi aweze kutoa ufafanuzi juu ya hayo maeneo yote 8 ambayo huwa kwa kweli tukienda katika shule ndio tunayafanyia kazi na ndio yanayotupa viwango vya ubora vya shule husika. Jina langu naitwa Alfaxad Mbalamwezi, ni mdhibiti ubora halmashauri ya Mbinga mji. Ndugu mwandishi wa habari, nitapenda kueleza maeneo ambayo au nyanja ambazo wadhibiti ubora wakifika eneo la shule wanapenda kuzifanyia kazi kwa kuona utekelezaji wake ukoje. Tunazo nyanja 8 ambazo tukifika shuleni tunapenda kujua utekelezaji wake ukoje pale shuleni. Nyanja ya kwanza inaitwa ubora wa mtaala katika kukidhi mahitaji ya wanafunzi. Na nyanja ya pili tunaangalia ubora wa ufundishaji na ujifunzaji na upimaji mzuri. Nyanja ya 3 tunaangalia vile vile uongozi na utawala. Nyanja ya 4 tunaangalia ubora wa mazingira ya shule na athari zake kwenye ustawi na afya ya mwanafunzi. Uwanja wa 5 tunaangalia ushirikishwaji wa jamii. Uwanja wa 6 tunaangalia nidhamu, maadili, utamaduni na uzalendo pale shuleni. Namba 7 tunaangalia matumizi mazuri ya teknolojia ya habari.
na uwanja wa mwisho ambao ni wa 8 tunaangalia mafanikio ya wanafunzi. Kwa ujumla tunazo nyanja 8 ambazo tukifika shuleni tunaona namna gani zinavyotekelezwa kwa lengo la kuhakikisha sera ya elimu malengo yake yanafikiwa kwa wanafunzi. Sasa nianze kuongelea uwanja mmoja baada mwingine. Tukianza na kwa ubora wa mtaala katika kukidhi mahitaji ya wanafunzi. Tukifika shuleni, tunapoendelea kutathmini au ziara ya tathmini wa shule, tunaangalia kwanza uwepo na matumizi ya vitu vifuatavyo. Tunaangalia mtasari ya masomo, maandalio na maazimio ya masomo, vitabu na miongozo yake. Vile vile tunaangalia shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na wanafunzi pale shuleni. Kwa mfano, miradi kama vile bustani, bustani, kilimo cha mahindi, maharage. Nje ya hiyo miradi vile tunaona ushiriki wa watoto kwenye michezo na usafi pale shuleni. Tukienda uwanja wa pili ambao umejikita kwenye ubora wa ufundishaji kwa ujifunzaji na upimaji mzuri. Kwanza kabisa tunaangalia mbinu mbalimbali wanazotumia walimu kama zinakidhi ufundishaji wenye fanisi au wenye ufanisi. Vile vile tunaangalia, tupenda kuona uelewa wa walimu kwa ujumla kuhusu mahitaji ya wanafunzi. Tunaamini mwalimu akijua mahitaji ya mwanafunzi inakuwa ni rahisi kwake kumsaidia. Vile vile tunaangalia ufundishaji kama unamsaidia mwanafunzi kupata maarifa ya yeye binafsi, kujimudu, kujiheshimu na kujiamini katika jamii. Tukitoka hapo tunaendelea na nyanja nyingine ambayo ni ubora wa uongozi na utawala. Kwenye ubora wa uongozi na utawala tuangalia vitu mbalimbali ikiwa ni pamoja na shule hii, je, inao mpango wa maendeleo ya shule, mpango wa jumla wa maendeleo ya shule ambao unaweza kuwa shule imejikita katika kutekeleza majukumu yake ya pale shuleni. Tunaangalia namna gani uongozi wa shule, kwa kumaanisha mkuu wa shule akishirikiana na kamati au bodi ya shule katika kuhakikisha shughuli zote zinazofanyika shuleni pale zinakuwa na ufanisi. Tunaangalia vile vile matumizi ya rasilimali fedha, rasilimali watu yakoje kwenye shule husika. Vile vile tunaangalia ni namna gani shule inashirikiana, mkuu au kiongozi au mkuu wa shule anavyoshirikiana na walimu na jamii na mzunguka katika kuwapatia watoto haki yao ya kielimu. Tukienda uwanja wa 4 pale tunaangalia ubora wa mazingira ya shule na athari zake kwenye ustawi, afya na usalama wa mwanafunzi. Hapo tutaangalia uwepo wa miundombinu, ubora wa miundombinu iliyopo, mazingira ya shule yalivyo. Je, hapo shuleni kuna vitendo vya unyanyasaji vya wanafunzi vinaweza kupelekea mwanafunzi akashindwa kusoma? Ni namna gani adhabu zinatolewa na namna gani zinasaidia kuboresha tabia na mienendo ya wanafunzi? Lengo mwisho wa siku mwanafunzi huyu aweze kupata maarifa aliyokusudiwa.
Uwanja wa 5 tunaangalia ushirikishwaji wa jamii. Tukumbuke kwamba shule imejengwa kwenye jamii kwa lengo la kusaidia jamii husika. Kwa vile vile tunapenda kuona ni namna gani jamii pale ambapo shule imejengwa wanashirikiana na walimu na wadau wengine wa elimu namna ya kuendesha shule. Tunaona namna gani wazazi hawa au jamii inavyoshiriki kwenye shughuli mbalimbali. Makubaliano kwenye vikao, wanatekeleza namna gani maazimio yanakubaliana. Wanashiriki kwenye vikao. Maana shule si ya walimu pekee, ni pamoja na wanajamii ambapo shule ilipo. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo jamii inashirikiana na walimu kuhakikisha wanaboresha au kubadili na kurekebisha tabia na mienendo ya watoto wao. Tukienda uwanja wa 6, hapa tunajikita kuangalia nidhamu, maadili, utamaduni na uzalendo. Hapa tunataka kuona hapo shuleni kwanza uzalendo, utamaduni, maadili na nidhamu vinatekelezwa namna gani. Je, kuna vitendo vyote vya utovu wa nidhamu ambavyo vinaweza vikaharibu utamaduni wa nchi yetu, uzalendo wa nchi yetu, maadili na nidhamu. Kwa hiyo tunaona jinsi gani ambavyo walimu kwa kushirikiana na wadau wengine namna gani wanavyosimamia swala zima la utekelezaji wa swala kinidhamu, maadili, utamaduni na uzalendo pale shuleni. Tukienda uwanja wa 7, hapa tunaangalia tukifika shuleni. Sisi kama dhibiti ubora wa shule tunaangalia matumizi mazuri ya teknolojia na habari. Tukumbuke kipindi tulichonacho sayansi imekuwa, teknolojia iko juu. Kwa hiyo tunapenda kuona jinsi ambavyo inatumika pale shuleni. Kwa mfano, je, shule hii ina vifaa vya tehama kwa maana ya kompyuta, projekta? Na kama vipo, je, vinasaidiaje kurahisisha ufundishaji? Vinatumika? Mbali na kuangalia matumizi ya vifaa vya tehama kama vipo shuleni, bado tunaangalia namna ambavyo pale shuleni swala hili la teknolojia linaelekezwa vipi kwa watoto. Maana wanabidi wapate maarifa sahihi namna gani bora ya matumizi ya teknolojia hii ya habari. Kwa hiyo tutaangalia namna ambavyo walimu wanawasaidia watoto wetu. Tukienda kwenye uwanja wa mwisho ambao ni mafanikio ya mwanafunzi, ni matarajio ya wazazi, walezi, serikali pamoja na jamii kwa ujumla kwamba watoto hawa wanapokuwa shuleni tunatarajiwa wapate maarifa ambayo yatawasaidia katika maisha yao. Au mtoto alikuja hajui kitu gani, sasa amejua nini? Kwa tunapenda kujua vile vile tukakuona matokeo yao ya kimitihani, mitihani ya ndani, mitihani ya nje ikoje? Ufaulu kwenye shule hii ukoje? Changamoto zake ni zipi na namna gani tunapanga, walimu wamepanga namna ya kuzitatua. Tunaona jinsi gani wanafunzi wanayatumia yale maarifa ambayo wameyapata. Kuna mafanikio. Huyu mtoto alienda hawezi kumudu kuongea lugha ya Kiingereza, lakini ninapofika kuangalia mafanikio tunaona ana uwezo mkubwa wa kujieleza kwa ujasiri kabisa. Kama utakumbuka hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa pale kule Tanga, kuna mwanafunzi wa kidato cha 2 aliweza kueleza mambo mengi ambayo yanafanya taifa hili kwa lugha ya Kiingereza kwa ufasaha. Kwa hiyo yale ni mafanikio yanayotokana na namna gani walimu wanavyowasaidia watoto wetu. Kwa hiyo kwa kifupi, haya ndiyo majukumu hasa tunayoangalia tukifika pale shuleni kwa kuzingatia nyanja hizi. Na nyanja hizi tunaziangalia ikiwa ni tathmini ya jumla au ni tathmini ya
ufuatiliaji. Kwa hiyo ndugu mwandishi wa habari, kwa kifupi, haya ni maeneo au ni nyanja ambazo wadhibiti ubora wa shule wakifika shuleni wanapenda kuziona na namna zinavyotekelezwa na changamoto zake zinatatuliwa namna gani. Mimi naitwa Mwalimu Thomas John Lima, mdhibiti ubora wa shule halmashauri ya mji wa Mbinga. Kama ulivyopata maelekezo ya mwanzo ya awali kuhusu kazi za udhibiti ubora wa shule, pia nadhani umepita kwenye maelekezo ya nyanja ambazo wadhibiti ubora wa shule wanazifanyia kazi. Lakini hayo yote sasa hapa kwangu tutaona sera mpya ya elimu na mafunzo ambayo ni sera ambayo imezinduliwa muda si mrefu katika nchi yetu. Lakini kwanza kabisa ni vema tukajua sera hii ya elimu tunayozungumzia ni ya lini. Unaona? Watu wengi wanasikia kuhusu sera. Sera zilikuwepo toka nchi yetu napata uhuru. Kulikuwa na sera tofauti zilikuwa zimetolewa kwa lengo mahususi kabisa. Sawa Lengo kuu ni kama mwongozo wa usimamizi na uendeshaji fanisi wa elimu na mafunzo nchini. Kwa hiyo tunapozungumzia sera tunamaanisha kwamba tunazungumzia chombo ambacho kazi yake kubwa kabisa ni kuweka mwongozo wa namna gani elimu yetu itatolewa. Kwa hiyo sera ni mwongozo ambao unabainisha malengo sawa ya elimu, mwelekeo wa serikali katika kutoa elimu na mafunzo. Pia ndani ya sera kutakuwa na mikakati mbalimbali ya kutatua changamoto za sekta ya elimu na wadau na majukumu yao ili kuwezesha utoaji fanisi wa elimu na mafunzo nchini. Utoaji fanisi wa elimu na mafunzo wapi? Nchini. Kwa hiyo kwa historia Tanzania imepitia mabadiliko ya sera za elimu toka mwaka 1962 ambapo tulikuwa na sera ya elimu 1962, tukaenda mwaka 1967 sera ya elimu ya kujitegemea. Lakini mabadiliko hayo yalikuwa yanaendana na mahitaji ya elimu ya wakati huo. Lakini pia tulikuwa na azimio la Musoma mwaka 1974. Lakini vile vile tulikuwa na sera ya mwisho kabla hii ambayo ilikuwa ni mwaka 1995, sera ya elimu na mafunzo mwaka 1995, ambayo lengo kubwa lilikuwa ni kuongeza fursa za elimu ya sekondari, jamii kushiriki katika ugharimiaji wa elimu, cost sharing policy, kuanzishwa kwa programu za maendeleo ya sekta ya elimu. Ilipofika mwaka 2014, serikali iliona kuna umuhimu sasa wa kufanya mabadiliko katika sera ya elimu. Ndio sasa tumepata sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2024. Naona lengo kabisa ni kuinua ubora wa mfumo wa elimu na mafunzo ili kuleta tija na ufanisi, kuongeza fursa za elimu na mafunzo kwa kuzingatia usawa na kuendelea kuinua ubora wa mitaala ya elimu na mafunzo ambayo ingekidhi mahitaji ya maendeleo ya taifa kwa sasa. Kwa hiyo hii ilikuwa historia ya hii sera tulizozipitia. Tumepita sera nyingi. Lakini hii sera mpya tunaizungumzia sasa hizi, hii ni sera ya mafunzo ya mwaka 2014. Ilizinduliwa rasmi mwaka 2015 na imetekelezwa kwa sasa kwa takriban miaka 8. Lakini tunapozungumzia sera kuna wizara inahusika na sera. Kwa wizara inahusika na sera ya elimu ni Wizara ya Elimu, Sayansi na Mafunzo na Teknolojia. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwa hiyo ndio ina jukumu la kufanya nini? La kutengeneza sera ya elimu. Kwa hiyo
mchakato kupitia sera ya elimu na mafunzo ulikuwa shirikishi. Kwa hiyo ni kama utafiti fulani ulifanyika ili kuweza kujua mahitaji ya sasa ni yapi katika elimu. Ili tuweze kupata sera mpya nzuri, basi umefanyika utafiti ili kuweza kufahamu hasa hiyo sera unaitaka iwe na vitu gani. Kwa hiyo wizara ilihusika katika kufanya tathmini ya utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo ya 2014, kukusanya maoni kwa wadau mbalimbali kupitia taarifa za nchi mbalimbali na kutembelea baadhi ya nchi ili kupata uzoefu, kwa sababu tunatengeneza sera ambayo inahitaji kukidhi mahitaji ya dunia kwa sasa. Ndio maana wizara ilichukua jukumu kama nchi kupitia majarida mbalimbali, kutembelea nchi mbalimbali ili kupata uzoefu wenzetu wanafanyaje katika kutengeneza sera mpya ya elimu. Pia wizara imefanya uchambuzi wa kitaalamu wa maoni ya wadau na taarifa za uzoefu wa nchi nyingine na kuandaa rasimu ya sera. Rasimu ya sera kujadiliwa na wadau kupata maoni zaidi ya kuboresha. Rasimu ya mwisho ilizingatia uchambuzi wa kitaalamu, maoni ya wadau na uzoefu wa nchi nyingine, ndio iliwasilishwa kwenye baraza la mawaziri na hatimaye kupata idhini ya rais. Kwa hiyo matokeo ya mchakato wote huo, sawa matokeo zima, mchakato mzima na mapitio ndio ilikuja kuandaliwa sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023. Kwa hiyo hii sera tunasema ya mafunzo 2023 ni matokeo ya sera ya elimu 2014. Sasa leo tunasema toleo la 2023. Kwa hiyo basi sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023 imejielekeza katika kujenga raia wenye tafakuri tunduizi na rasilimali watu inayoelimika, yenye maarifa, stadi, uwezo na mtazamo chanya katika kuchangia na kuleta maendeleo ya taifa. Sasa tunapoendelea na hii sera ya elimu na mafunzo 2014 au toleo la 2023, kuna mambo ambayo yametiliwa mkazo. Kitu cha kwanza kabisa ni falsafa ya elimu, philosophy, education philosophy. Utakumbuka kwamba falsafa ya elimu ya Tanzania toka kupata uhuru ni elimu ya kujitegemea, education for self reliance. Kwa hiyo falsafa yetu ya elimu imebaki vile vile, itaendelea kuongoza utoaji wa elimu na mafunzo kwa kuzingatia mabadiliko yanayotokea kitaifa na kimataifa katika nyanja za siasa, jamii, uchumi, sayansi na teknolojia. Kwa hiyo falsafa yetu ya elimu bado inabaki elimu ya kujitegemea au education for self reliance. Hii sera ya 2023 ya 2014 toleo la 2023 ina dhima na lengo kuu. Sawa? Dhima yake ni kuinua ubora wa elimu na mafunzo kwa kuweka mifumo na taratibu zitakazowezesha kupata idadi kubwa wa Tanzania walioelimika, wenye stadi na wanaopenda kujiendeleza kielimu ili waweze kuchangia katika kufikia malengo ya maendeleo ya taifa. Lakini lengo kuu la sera hii ni kuwa na mfumo wa elimu na mafunzo wenye kumwandaa Mtanzania mwenye maarifa, stadi na mtazamo chanya utakamwezesha kuchangia katika kuleta maendeleo endelevu ya taifa. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba ile falsafa ya elimu ya kujitegemea bado inaingia hapa na unaiona wazi natakiwa itekeleze. Lakini sera hii ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023 ina malengo mahususi. Mojawapo malengo mahususi ni kutoa fursa mbalimbali za elimu na mafunzo nchini. Pia kuwa na elimu na mafunzo yenye viwango vya ubora unaotambulika kimataifa, kitaifa, kikanda. Kuwa na rasilimali ya kutosha yenye umahiri na weledi stadi kuendana na vipaumbele vya taifa. Kuwa na usimamizi na uendeshaji madhubuti wa elimu na mafunzo nchini. Usimamizi na uendeshaji. Hizi tafiti zimeonyesha kwamba kuna shida katika kusimamia na kuendesha elimu. Kwa hiyo usimamizi na uendeshaji wa elimu umekuwa tatizo. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya tafiti ambayo inatuonyesha, na ndio maana imewekwa kwenye sera.
Lakini pia sera hii inaangalia masuala mtambuko ikiwemo elimu ya afya, mazingira, magonjwa na majanga, utafiti na maendeleo ya sekta ya elimu na ushirikiano wa sekta ya umma na binafsi katika utoaji wa elimu na mafunzo. Kwa hiyo sera mpya hii inajiingiza na sekta binafsi ili tuweze kupata nini? Ili watu wote waweze kupata mafunzo ambayo yatatusaidia katika kujenga uchumi. Lakini pia hii sera 2014 toleo la 2023 limejikita katika maeneo makuu 7. Eneo la kwanza ni mafunzo, mfumo wa elimu na mafunzo. Mfumo wenyewe wa elimu na mafunzo utakuwaje? Kwa hiyo kwenye sera mpya inaelekeza mfumo wa elimu utakuwaje na mafunzo yatakuwaje. Pia inasema kuhusu fursa za elimu, ubora wa elimu na mafunzo yatakayotolewa, rasilimali watu, usimamizi na uendeshaji, mfumo wa ugharimiaji, pia masuala mtambuka. Kwa hiyo kuna matamko ambayo yametolewa kwenye hii sera, yako mengi, lakini kimsingi tuangalie masuala muhimu katika sekta elimu ya toleo hii, ambayo mfumo wa elimu. Tunaposema mfumo wa elimu tunaangalia nini? Kwa hiyo kwenye mfumo wa elimu sera inaelekeza uwepo wa mfumo wa nyumbufu wa elimu na mafunzo ili kuwezesha wananchi wengi zaidi kujielimisha na kuwa huru kutafuta elimu katika fani wanazozipenda kwa kutumia njia mbalimbali za kupata elimu na mafunzo, ikiwemo njia ya mafunzo huria na masafa kulingana na staili na uwezo wao. Lakini kwenye muundo wa elimu sasa, kwenye sera hii mpya, kwa mujibu wa sera muundo katika mfumo rasmi wa elimu na mafunzo ni 1, 6, 4, 2, mkato 3, plus 3, kujumlisha 3, kuna kuendelea. Hii maana yake ni kwamba tutakuwa na mwaka mmoja wa awali kwenye hii sera, tutakuwa na miaka 6 ya elimu ya msingi darasa la kwanza mpaka la 6, lakini pia tutakuwa na miaka 4 ya kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4, alafu tutaenda kama kawaida kidato cha 5 na cha 6, miaka 2, alafu tutakuwa na miaka 3 ya chuo, vyuo vya kati, na vile vile tutakuwa na miaka 3 labda ya vyuo vikuu. Lakini pia hii sera imeangalia umri wa kuanza elimu ya awali. Kwanza kwenye huo muundo huu wa 1, 6, 4, 2, 3 unatofautiana na muundo tuliokuwa nao zamani ambao ulikuwa ni 2, 7. Kwa sasa utaona darasa la kwanza mpaka la 7 haitakuwepo tena, itakuwepo darasa la kwanza mpaka la 6. Lakini pia awali ilikuwa ni miaka 2, kwa sasa elimu ya awali itatolewa kwa mwaka 1. Lakini muundo wa kidato cha kwanza mpaka cha 4 utabaki vile vile, na kidato cha 6, cha 5 na cha 6 utabaki vile vile. Lakini kwenye sera mpya imeelekezwa umri wa kuanza elimu ya msingi. Elimu ya awali ni mwaka 1, lakini na umri wa kuanza elimu ya awali nao umebadilika. Kwa sasa umri wa kuanza elimu ya awali ni miaka 5. Na vile vile muda wa elimu ya awali baada ya miaka 2 sasa utakuwa ni mwaka 1. Kwa hiyo muda wa kukamilisha mzunguko wa elimu ya awali ni mwaka 1. Umri wa kuanza elimu ya msingi umebadilika kutoka miaka 7 na sasa kuwa miaka 6. Kwa hiyo sera inaweka wazi kabisa kwamba mtoto wa kwanza darasa la kwanza atakuwa ni yule mwenye miaka 6. Akitokea miaka 7 huyu anaingia tu moja kwa moja, tutakiwi kuuliza. Lakini muda wa elimu ya msingi nao kama mfumo unavyoonyesha kule, muundo unavyoonyesha, muda wa elimu ya msingi kwa sasa ni miaka 6 kulingana na hii sera badala ya miaka 7. Unaona hii kwa sababu tumepata uzoefu kutoka nchi nyingine, watoto wetu wanamaliza shule wakiwa na umri mkubwa sana. Lakini pia sera inaelekeza elimu ya lazima. Elimu ya lazima ni kuwa itakuwa ni elimu ya miaka 10. Kwa hiyo elimu ya lazima kwa sasa itakuwa ni miaka 10. Lakini hii elimu ya lazima ni ipi? Itajumlisha elimu ya msingi ya miaka 6, yani darasa la kwanza mpaka darasa la 6, na elimu ya sekondari ya chini ambayo ni kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4.
Hii maana yake ni kwamba miaka 6 ya elimu ya msingi, yani darasa la kwanza mpaka la 6, ukiongeza miaka 4 ya elimu ya sekondari unapata miaka 10. Kwa hiyo sasa elimu ya lazima, hapa tuelewane, elimu ya lazima ni kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4 elimu ya sekondari chini. Hii ni elimu ya lazima. Unaona Lakini hii imetokana na nini? Na changamoto za elimu ya lazima ya miaka 7, itifaki za SADC nini, watu wamepata uzoefu kutoka huko wakajiridhisha. Utakumbuka kabla ya sera hii elimu ya msingi ilikuwa ni miaka 7, ukiongeza miaka 2 na miaka 4 unakuja unapata, tulikuwa na karibu takriban miaka 13 ya kusoma. Lakini sera pia inasema kuhusu elimu bila ada. Elimu bila ada. Elimu bila ada hutolewa kwa shule za umma kuanzia awali hadi kidato cha 6. Elimu ya lazima darasa la kwanza mpaka kidato cha 4 au sekondari ya chini. Lakini elimu bila ada yenyewe haijachagua. Itaanza elimu ya awali mpaka kidato cha 6. Lakini kwa shule za nini? Shule za umma. Lakini sera imeongeza kitu kingine, elimu ya amali. Elimu ya amali haikuwepo. Zamani kulikuwa na shule tu zimechaguliwa kuwa za sekondari za ufundi ambazo zilikuwa zinafanya kazi kama elimu ya amali. Lakini sasa sera inaelekeza kabisa elimu ya sekondari ya chini, yani kidato cha kwanza hadi cha 4, itagawanyika katika mikondo miwili ambayo ni mkondo wa jumla na mkondo wa amali. Kwa hiyo mkondo wa elimu ya jumla na mkondo wa elimu ya amali. Amali hii nayo itaanza kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 na utaitwa mkondo wa amali. Wakati huo tutakuwa na hizi sekondari za kawaida, hizi ndio ambao tunasema mkondo wa jumla. Kwenye mkondo wa amali wanafunzi watajifunza sehemu muhimu ya elimu ya utatolewa kulingana mitaala ya ngazi husika. Elimu ya amali itakuwa sehemu muhimu ya mfumo wa elimu na itatolewa kulingana na mitaala ya ngazi husika. Amali kwa lugha nyepesi tunasema elimu ya ufundi. Kwa hiyo kutakuwa na elimu ya ufundi ya sekondari. Kwa hiyo kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 watakuwa wanasoma ufundi, lakini kutakuwa na mkondo wa jumla ambao watakuwa wanasoma hawasomi ufundi. Lakini haya mabadiliko ya sera yameenda mpaka kwenye elimu ya ualimu. Tunafanya mabadiliko kwenye mfumo wa elimu, ni lazima tuguse pia walimu ambao wao ndo ni sehemu ya utekelezaji wa hii sera. Elimu ya walimu kuanzia kutolewa kwa wahitimu waliomaliza kidato cha 6 na kuendelea. Zamani ilikuwa mwanafunzi akimaliza kidato cha 4 anaruhusiwa kwenda kupata elimu ya ualimu. Lakini sasa kuna mabadiliko makubwa kwa kuona umuhimu wa ualimu. Sasa watakaojiunga na vyuo vya ualimu ni wale ambao wamepita kidato cha 6 na kuendelea. Aidha, mafunzo ya ualimu kuwa na mwendelezo wa kitaaluma na kitaalamu kati ya ngazi moja na nyingine na kuwepo kwa muda wa mafunzo chini ya uangalizi maalum. Lakini pia sera inazungumzia kuhusu fursa kwa usawa katika utoaji wa elimu na mafunzo. Fursa. Yani hatutaki kuacha mtu nje. Kuongeza kuhimiza fursa anuwai za elimu na mafunzo kwa makundi yote ya kijamii. Diversity. Kwa hiyo makundi yote yaweze kuhusika katika upatikanaji wa elimu. Uwepo wa mazingira wezeshi ya kuongeza ushiriki wa wasichana na wavulana katika elimu ya amali na elimu ya juu, hususan katika fani za sayansi, hisabati na teknolojia. Kuwe na fursa sawa. Serikali kwa kushirikiana na wadau itaondoa vikwazo vinavyozuia wanafunzi wote kuanza kuendelea na kukamilisha mzunguko wa elimu na mafunzo katika ngazi zote. Lakini pia kuimarisha na kusimamia afua mbalimbali zinazolenga kutoa fursa ya elimu na mafunzo kwa wale walioikosa. Lakini pia sera inasema kuhusu elimu jumuishi. Kuimarisha mfumo wa utambuzi wa mahitaji maalum ya kila mwanafunzi. Kuimarisha mfumo. Kuhakikisha uwepo wa mazingira wezeshi ya utoaji wa elimu na mafunzo jumuishi. Lakini pia kwenye sera yetu tutakuwa na kitu kinaita utambuzi na uendelezaji wa vipaji na vipawa katika elimu na mafunzo.
kuweka utaratibu wa kubaini na kuendeleza wanafunzi wenye vipaji na vipawa mbalimbali, kuimarisha elimu kwa michezo na michezo katika mitaala ya elimu na mafunzo. Sasa imeonekana michezo ni kama ajira ambayo inalipa. Hivyo serikali imeona kuna umuhimu kuingiza ya masomo ya michezo rasmi katika sera ili yawe sehemu ya kukuza vipaji na kuendeleza vipaji. Pia tutakuwa na matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika elimu na mafunzo. Kuhakikisha matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika utoaji wa elimu na mafunzo kulingana na mahitaji. Haya yalikuwa ni maeneo ambayo sera inasema. Yapo mengine mengi, matumizi ya lugha katika mawasiliano. Katika sera hii kuna lugha nyingi zimeongezwa. Serikali itahakikisha kuwa Kiswahili, Kiingereza na lugha nyingine za kigeni zinafundisha kwa ufasaha na ufanisi katika ngazi zote za elimu na mafunzo. Serikali kwa kushirikiana na wadau itawezesha na kuendeleza lugha ya alama ya Tanzania, lugha ya alama, mguso na maandishi ya Braille kutumika katika ngazi zote za elimu na mafunzo. Kwa hiyo pia sera inasema kuhusu lugha kufundishia. Lugha ya taifa ya Kiswahili itatumika kufundisha katika elimu ya awali na elimu ya msingi, isipokuwa masomo ya lugha za kigeni na katika shule zitakazoomba na kuruhusiwa kutumia lugha ya Kiingereza kufundisha. Ndio hizo tunaziona English media. Lakini lugha ya Kiingereza itatumika kufundisha kuanzia ngazi ya sekondari ya chini, yani kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4, na isipokuwa somo la Kiswahili, masomo ya lugha za kigeni katika shule za sekondari za vyuo vitaruhusiwa kutumia lugha za Kiswahili kufundishia. Lakini katika sera hii tumeongeza na kitu kama mazingira salama, rafiki na huduma muhimu katika utoaji wa elimu na mafunzo. Utafiti umeonyesha kwamba mazingira salama nayo ni huchangia katika mwanafunzi kujifunza vizuri. Kwa hiyo serikali kwa kushirikiana na wadau itahakikisha kuwa inajenga mazingira salama na rafiki katika upatikanaji wa elimu na mafunzo. Serikali kwa kushirikiana na wadau itahakikisha kuwa huduma muhimu zikiwemo chakula na lishe, mawasiliano, umeme, maji safi na salama na afya vinapatikana katika taasisi za elimu na mafunzo. Unaona sasa lishe imewekwa kabisa katika sera kwamba ni lazima mtoto apate chakula. Kutakuwa na mafunzo kazini kwa walimu, wakufunzi na waathiri. Pia kuna masuala mtambuka ambayo nayo yameelekezwa katika hii sera. Lakini vile vile hii sera inaelekeza udhibiti ubora wa elimu na mafunzo. Serikali kwa kushirikiana na wadau. Serikali itaimarisha muundo na taratibu za usimamizi, ithibati na udhibiti ubora wa malezi, elimu na mafunzo katika ngazi zote. Kuimarisha ushirikiano baina ya vyombo vya usimamizi, uendeshaji na uwekezaji katika utoaji wa elimu na mafunzo. Pia sera inalenga kuimarisha mfumo, dhana na falsafa ya udhibiti ubora wa elimu na mafunzo ili kuleta ufanisi wa utoaji wa elimu na mafunzo katika ngazi zote za elimu. Umeona? Sasa hii sera ina ratiba. Inatoka lakini imepanga ratiba itaanza lini. Utekelezaji wa sera umeanza Januari 2024. Hii sera mpya imeanza mwaka jana 2024 kwa elimu ya awali, msingi na sekondari, mkondo wa elimu amali kwa kidato cha kwanza. Sasa kwa shule ya msingi, wanafunzi wa awali wa mwaka 2024 wao walianza na hii sera. Lakini pia wanafunzi wa darasa la kwanza wa mwaka 2024 walianza na hii sera. Lakini pia wanafunzi wa darasa la 3. Kwa hiyo mwaka jana tulikuwa na awali, darasa la kwanza na darasa la 3 walikuwa wameanza kusoma kwa kutumia hii sera. Lakini elimu ya sekondari mkondo wa jumla umeanza mwaka 2025. Elimu ya ualimu mwaka wa kwanza umeanza mwezi Septemba mwaka jana 2024. Lakini sekondari ya juu kidato cha 5 nao wataanza mwaka 2025. Lakini sera inazungumzia kuhusu elimu ya lazima ya miaka 10. Hii elimu ya lazima ya miaka 10 itaanza rasmi mwaka 2028. Kwa hiyo hii bado haijaanza. Itaanza rasmi mwaka 2028. Hivyo basi wizara imeandaa miongozo mbalimbali ya uendeshaji na utekelezaji wa sera. Miongozo hii ikiwemo mwongozo wa uchaguzi wa wanafunzi kidato cha kwanza wa 2024,
mwongozo wa utekelezaji wa elimu ya amali katika shule za sekondari 2024, mwongozo wa matumizi ya lugha alama kwa wanafunzi viziwi katika sekta ya elimu 2024, mwongozo wa mafunzo ya amali kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika sekta ya elimu 2024, na mwongozo wa mwisho ni wa kitaifa wa utoaji huduma kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika sekta ya elimu ambao nao ulitoka mwaka 2024. Hata hivyo, sera hii imeendelea kutoa mafunzo kamilishi kwa wasimamizi wa watekelezaji sera mitaala kama walimu wa shule za msingi, sekondari, wakuu wa vyuo, walimu, makamu wakuu wa vyuo na manaibu makamu wakuu wa vyuo wanaoshughulika masuala taaluma na waadhiri. Kwa nini? Kwa sababu katika utafiti unaonyesha kwamba lipo eneo ambalo ni muhimu sana lilionyesha lifanye vizuri, hasa katika kutekeleza hii sera. Sasa eneo mojawapo lilikuwa ni wasimamizi na watekelezaji wa sera. Umeona eh? Sasa serikali imetoa mafunzo kwa watu ili waweze kutekeleza hii sera. Mafunzo yametolewa kwa kama nasema walimu wa shule za msingi na sekondari, wakuu wa vyuo vya walimu, makamu wakuu wa vyuo vya walimu na manaibu makamu wakuu wa vyuo vya walimu wanashughulikia masuala ya taaluma na waadhiri. Hao wote wanapewa mafunzo ili waweze kutekeleza hii sera. Pia imewezesha upatikanaji wa walimu wa elimu ya amali. Kumbuka elimu ya amali ndio imeanza. Hivyo basi serikali kupitia wizara imewezesha kupatikana kwa hao walimu ambao watafundisha katika zile shule za amali ambazo serikali itazianzisha. Lakini pia serikali imeendelea na ujenzi wa miundombinu ya shule za sekondari za amali nchini kuwezesha utekelezaji wa mtaala wa amali. Inaendelea na maandalizi ya utekelezaji wa elimu ya lazima itakapofika mwaka 2028. Lakini pamoja na mambo hayo yote ya sera na nini, kama idara ya udhibiti ubora wa shule, nasi tunaungana na serikali katika kutoa elimu hii. Maanake hii elimu inapatikana katika waliotajwa hapo, wametajwa tu viongozi na nini. Lakini sasa idara ya udhibiti ubora wa shule kama ina jukumu na yenyewe kuipeleka hii sera kwa wadau ambao ni wananchi na wazazi. Kwa hiyo idara ya udhibiti ubora wa elimu halmashauri ya mji wa Mbinga tuna utaratibu wa kutoa mafunzo, kutoa semina, kutoa maelekezo kwa wadau wetu wa nini, wa elimu, ili wazazi nao wajue, sawa, wajue nini kinaendelea katika sera hii mpya ya elimu. Sababu kubwa ni kwamba yapo maeneo ambayo wazazi wanahitaji kuwajibika, lakini wao hawajui wafanye nini hasa kwenye hii sera mpya. Kwa mfano, sera inasema wazi kuhusu lishe, sawa, na wazazi ndio ambao wanatakiwa kuchangia chakula cha watoto wao shuleni. Kwa hiyo kupitia hii sera, kupitia hii elimu ambayo sisi tunaitoa kwa wazazi, tunawaelimisha pia kuhusu wajibu wao kama wazazi katika hii sera mpya ya elimu na mafunzo. Umeona? Kwa hiyo sisi kama wadhibiti ubora wa shule ni wadau muhimu sana katika kufanikisha utekelezaji fanisi wa sera kupitia majukumu yetu ya kila siku ya udhibiti ubora wa elimu. Sisi kama wadhibiti ubora tunatakiwa kuhakikisha kwamba sera hii mpya inatekelezwa ipasavyo na kila mdau anaifahamu. Anajua wajibu wake, anajua anatakiwa kufanya nini, anajua nafasi yake katika kufanikisha sera hii mpya ya elimu na mafunzo. Hivyo basi, kama utaratibu wa ofisi yetu, ni mara nyingi tunapokwenda kufanya tathmini ya jumla au ya ufuatiliaji, tunakaa na wazazi ili kuwapa elimu juu ya sera mpya ya elimu na mafunzo inafanya kazi gani, ina muundo gani, inatekelezeka vipi. Zaidi ya hapo ni pamoja na kutoa mafunzo na kuelekeza wadau wengine wa elimu namna bora ya kutekeleza hii sera mpya ya elimu na mafunzo kama ilivyotolewa mwaka 2014
na toleo jipya la mwaka 2023. Asante.